Mtoto wa kiume aliyekuwa na umri wa wiki 2 aliripotiwa na kusaga TV Mei Mosi mwaka huu kuibiwa na watu wasiojulikana katika mtaa wa Yelawan, kata ya Yela jijini Mbeya. Amepatikana kwa kurudishwa nyumbani na watu wasiotambulika usiku. Wakizungumza na kusaga TV baada ya kupatikana kwa mtoto huyo wa Neema Mkunywa na Adam Mwampagama, wamethibitisha kumpata mtoto wao licha ya kushangaa mazingira ya watu waliomrudisha usiku wakati wao wakiwa nyumbani. Aidha, majirani, ndugu, mchungaji na mjumbe wa serikali ya mtaa wa Yelawan wakieleza hali walioikuta kwa kupatikana kwa mtoto huyo, huku akikemea vitendo kama hivyo kuwa si vya kiungwana. Kwa jina naitwa Neema Gaspari Mkunywa. Jamani, namshukuru Mungu nimempata mwanangu. Ilikuwa tarehe 29, mtoto alipotea ndani, kuna mtu alimchukua. Yani nilisi kufa jamani, kusema kweli. Nilisi kufa usema kweli. Ila namshukuru Mungu alinitia nguvu. Nashukuru wenzangu hapa alikuwa ananitia moyo, utampata mtoto. Nilikuwa nafarijika na maneno haya, namshukuru Mungu. Jana alimtoa hapo mtoto tukamuona, ndo huyu hapa. Namshukuru Mungu sana. Ilikuwa majira saa ngapi ulipomtoa mtoto? Ilikuwa saa 2, tulikuwa huko jikoni, mume wangu na kakangu alikuwa anakula, mimi nilikuwa niko naangalia simu. Tukasikia mtoto analia, tukatoka, mimi nilijua ni kuku. Tunatoka tukamkuta mtoto hapo amemweka chini. Hamkuweza kumbaini ni nani ambaye? Hapana. Huyu ndo alimuona, yeye anatoka ndo anamkuta amemweka chini, akaanza kukimbia, tukasikia tu mbio kwa anakimbia. Hatukumuona. Kwa majina naitwa Ambwene Adam Mwampagama. Nilipotelewa na mtoto tarehe 29 jioni. Baada ya kwenda kutoa ripoti kituoni mida ya saa 3 usiku, mimi nilibaki ndani. Nimekaa ndani siku 5. Huku nikiwa na maumivu ya kupotelewa na mwanangu, na ni mtoto wa kwanza ambaye ni mtoto wa kwangu mimi wa bila kusingiziwa. Ila pia namshukuru Mungu kwa maombi ya Tanzania wenzangu ambao walikuwa wako uraiani, japo mimi nilikuwa niko ndani na nikiendelea kutumikia kaadhabu kadogo kama na mimi ni mtumiwa ambaye ikionekana ni mhusika kuiba mtoto. Lakini mimi ndio baba mzazi. Namshukuru Mungu alinitia nguvu, nikafanikiwa kutoka. Bado tukaendelea na upelelezi huku, na serikali nayo ikiendelea kufanya juhudi kwa ajili ya upelelezi. Ashukuriwe Mungu, jana jioni mida saa 2:30 usiku, tukiwa tuko ndani tunakula chakula, tukasikia mtoto anakuwa kama anataka kulia nje. Kutoka ndo tukamkuta ni kweli mtoto ndo anamtoa kwenye kona ya nyumba ambapo ni tunaingilia ndani. Wakawa wamemtoa mtoto pale. Nilishindwa kukimbia kiukweli, japo muhalifu niliona taswira aliyemshusha mtoto ni mtu wa kike, ndo aliyemshusha mtoto chini, ila usoni sikumfahamu vizuri ni nani. Ila nilishindwa kukimbia, ni pale ninapoanza kuita kwamba amemrudisha mtoto, wengine wakawa wamekimbia. Sasa kutokana na mazingira ya maeneo ya kwetu mahindi ni mengi, ndio maana walishindwa kumkamata. Ila ninachomshukuru Mungu ni kwamba mtoto ni mzima na amepatikana akiwa hai. Naitwa Adam Paulo Mwampagama. Mimi ndio babu wa mtoto aliyekuwa amepotea. Ninamshukuru Mungu ambaye ametenda maajabu, miujiza mikuu ambayo sikutarajia. Tumezunguka sana, tumetafuta sana, tumehangaika sana, lakini Mungu ametenda muujiza mpaka kumgusa huyo mtu mpaka mrudishe mtoto. Tukashangaa tu saa 2 mtoto amerudishwa. Tunapigia simu mtoto huko amerudishwa upenuni. Tumekimbia usiku mpaka kuja hapa. Tunapiga ripoti polisi, wanakuja hapa nao wanashangaa. Tunasema asante Mungu, asante pia kwa maombi yenu watumishi wa Mungu wote mnaohangaika pamoja na sisi. Maana mnapotangaza, mnatangaza lile jambo ambalo linaonekana kwamba siku zote watu wajue kana watu wapo, serikali ipo na watu wapo wanafanya kweli. Tunamshukuru Mungu kwa kuwaweka mwepo na Mungu awabariki. Jina naitwa Irene Daudi Sichone. Tunamshukuru Mungu kwa matendo makuu ya ajabu aliyotutendea. Yeye Bwana amefanya, ametenda, amejizilisha kwamba mimi ni Mungu mwenye uwezo, mwenye nguvu.
Kwa kweli tunamshukuru Mungu sana na tuliendelea kumwomba Mungu. Kwa kweli Bwana ametujibu jana majira ya 2:00 kuletewa mtoto hapa nyumbani. Tunamshukuru Mungu. Mimi naitwa Rashid Isaac Mwakatage, ni mchungaji wa kanisa la Free Pentecost Church of Tanzania. Lakini pia niliposikia tukio mara ya kwanza lilinishtua sana. Maana kwetu huko hajawahi kutokea katika mtaa wetu wa Iyela moja. Halijawahi kutokea tukio kama hili. Sasa siku hiyo tumefika hapa, tulifanya maombi na maaskari, tulikutanika hapo scripture, tuliomba. Tulipoomba leo nikasikia mtoto amepatikana, walimtua eti Upenuni. Nimekuja kumshuhudia mtoto, nimemuona. Kwa kweli nimeshangaa maajabu ya Mungu. Amerudi mtoto ni salama, analia vizuri. Kwa kweli nimemshangaa Mungu, ametenda maajabu katika nyumba hii. Kweli jambo la kumshukuru Mungu. Kwa kweli kwa Watanzania wote ninahitaji wawalinde watoto, ili watoto wasije kuchukuliwa katika mazingira ya kutatanisha kama namna hii. Naomba wote tushikamane, tuwalinde watoto. Leo hii tupo mahali hapa, tumekuja na furaha nyingine tena. Mtoto wetu aliyekuwa amepotea leo hii au usiku wa jana mnamo muda wa saa 3 kama na dakika 20 mtoto huyu ameweza kupatikana. Kama kiongozi wa serikali za mtaa nimepigiwa simu, nimefika eneo hili la tukio na hakika nimemuona huyo mtoto na hali yake iko vizuri kabisa. Lakini kwa maelezo niliyopata kutoka kwa mzazi ni kwamba yule mtoto alivyopatikana wao walikuwa ndani, na alivyosikia sauti ya mtoto analia na kweli akatoka nje. Mzazi wa huyo mtoto alivyofika pale kweli akakuta mtu kama anamtua mtoto chini. Baadaye anavyotaka kusogea akakuta yule mtu anakimbia. Kwa maana hiyo sasa kutoka hapo alikimbia yule mtu na huyo kijana akapiga kelele. Baada ya kupiga kelele watu wakasaidia kwanza kumkimbiza yule mtu, lakini hawakuweza kumuona huyo mtu. Kwa hiyo mimi niliendelea kutoa taarifa kwa viongozi wa upelelezi, nilimpigia CID hakupatikana, lakini nikapata tafuta namna nyingine, nikampigia polisi mwingine wa upelelezi pia ambaye aliweza kunipa namba ya mkuu wa upelelezi ambaye alikuwa anaendesha hili swala, naye baadaye akapatikana. Nikaongea naye na alifika maeneo haya. Baada ya kufika alihojiana na ndugu wa mtoto. Baada ya hapo akawapa taarifa kwamba waende Meta kwa ajili ya uchunguzi wa mtoto, na hatimaye baada ya hapo mtoto wakampeleka kule Meta kwa ajili ya uchunguzi na akarudi jana ile usiku. Kwa kweli mpaka saa hizi kwenye eneo letu tuna furaha ya tofauti kabisa na vile tulivyokuja mwanzo. Tulikuwa na huzuni, lakini saa hizi tuna furaha. Nikiripoti kutoka Mbeya, Jacqueline Mwangama, Kusaga TV.